Nini kinatokea unapoacha kula vyakula vya wanga na unapoacha kula vyakula vya sukari? Nini huwa kinatokea kwenye mwili wako? Kwa nini kwenye matibabu mengi ya magonjwa haya ya lishe tunasisitiza uache kula wanga, uache kula sukari? Sasa vyakula hivi vya wanga na sukari mara nyingi huwa vinasababisha inflammations ndani ya mwili. Na inflammations zikishatokea ndani ya mwili huwa ndo sababu kubwa ya pressure, ndo sababu kubwa ya changamoto za moyo, ndo sababu kubwa ya kansa, ndo sababu kubwa ya magonjwa mengi, uvimbe kwenye kizazi, uvimbe kwenye maeneo mbalimbali ya mwili, lakini pia ndo sababu ya magonjwa mengi, magonjwa ya figo, magonjwa ya ini. Hayo yote ukija kuangalia yanasababishwa na inflammations, mwili kuvimba ama uvimbe kutokea ndani ya mwili. Uvimbe ukitokea ndani ya mwili unachochea mafuta machafu kuzalishwa. Mafuta machafu yakizalishwa yanaenda kwenye kukaa kwenye maeneo ambayo ni nyeti. Yanaenda kukaa kwenye moyo, yanaenda kukaa kwenye mishipa ya damu, yanaenda kukaa kwenye ini, yanaenda kukaa kwenye mapafu, yanaenda kukaa kwenye maeneo ya tumbo la chini. Kwa hiyo wanga umekuwa sababu ya magonjwa mengi. Sasa leo nataka nikueleze nini kinatokea unapoacha kula wanga. Kimsingi unapoacha kula wanga sio kwamba kwamba kuna dawa inafanyika, hapana. Yaani ukiacha kula wanga mwili wenyewe huwa unajiseti tofauti na unapokuwa unatumia wanga. Sasa hapa nitakuelezea kwa ufupi nini kinatokea unapoacha kula wanga. Tunajua kwamba wanga ni chanzo kikubwa cha nguvu ndani ya mwili. Wanga ni chanzo kikubwa cha nishati ndani ya mwili. Lakini sio chanzo pekee cha nishati ndani ya mwili. Kuna vyanzo vingine vingi vya nishati ndani ya mwili. Kuna mafuta mafuta ni chanzo cha nishati pia ndani ya mwili. Kuna protini pia inatumika kama chanzo cha nishati ndani ya mwili pale ambapo kuna upungufu wa vyakula ambavyo ni vyanzo vya nishati. Kwa hiyo kumbe unaweza ukastopu kutumia wanga na mwili ukaendelea kupata nguvu kama kawaida kutoka kwenye vyanzo vingine. Sasa ukiacha kutumia vyakula vya wanga na sukari, mwili huwa una shift kodi yake ya kutegemea nishati kutoka kwa wanga na sukari, na huwa una switch kodi ya kutegemea nishati kutoka kwenye mafuta au kutoka kwenye protini, ili shughuli metabolism iendelee kama kawaida. Sasa mwili ukiswitch kwenda kutafuta nishati kutoka kwenye mafuta, tunasema ketosis inakuwa imechukua nafasi yake. Kuna kitu kinaitwa ketosis inakuwa imechukua nafasi yake. Ketosis ni kile kitendo cha mwili kutumia mafuta kama chanzo cha nishati badala ya wanga au badala ya glucose. Sasa ketosis inapochukua nafasi, maana yake mwili unaanza kutumia mafuta kama chanzo cha nishati. Sasa mwili ukianza kutumia mafuta kama chanzo cha nishati, hapo ndo tunaanza kuona uponyaji. Kwa sababu magonjwa mengi yaliyosababishwa na mlundikano wa mafuta kwenye mwili, mafuta yakianza kutumika kama chanzo cha nishati, maana yake hayo magonjwa yanaanza kuondoka taratibu na mwisho wa siku yanaisha. Ukiangalia pressure, chanzo chake kikubwa ni inflammation. Inflammation inasababishwa na nini? Inasababishwa na mafuta ambayo hayafai ndani ya mwili. Mafuta yametokana na nini? Yametokana na wanga, yametokana na sukari. Kwa sababu vyakula vya wanga vikiwa excess ndani ya mwili huwa vinakuwa converted kuwa sukari. Sukari ikiwa excess huwa inakuwa converted kuwa mafuta. Kwa hiyo sasa mwili ukianza kutumia hayo mafuta, manake magonjwa mengi ambayo chanzo chake ni inflammation yanaanza kupotea. Kwa hiyo automatically pressure itaanza kupotea. Kama ulikuwa na pressure ya kupanda, utaanza kuona pressure inaanza kupona. Kama ulikuwa na matatizo ya kisukari, utaanza kuona kisukari inarudi kuwa normal. Kama ulikuwa na matatizo ya kansa, utaanza kuona matatizo yanapotea. Kama ulikuwa na matatizo ya kukosa usingizi, matatizo ya bawasiri, matatizo mengi ya mmeng'enyo wa chakula, utaanza kuona yanapotea.
Kwa hiyo tunapokuambia acha kutumia wanga na sukari, tunalazimisha process ya ketosis iweze kuchukua nafasi kwenye mwili wako. Hii process ikianza kuchukua nafasi kwenye mwili wako, ndo unaanza kuona mabadiliko. Kama ulikuwa na kitambi, unaanza kuona kitambi kinapotea. Kama ulikuwa na manyama uzembe, unaanza kuona manyama uzembe yanapotea. Lakini pia unapata faida ya mwili kuwa na nguvu muda wote, kwani mwili huo unajaribu kubalance ile energy ambayo inazalishwa na mafuta. Lakini pia umakini unaongezeka. Tunasema unapoingia kwenye ketosis huwa kuna hormone zinazalishwa, kuna growth, kuna human growth hormone inazalishwa, kuna hormone nyingi zinazalishwa. Kwa hiyo human growth hormone ikizalishwa, ndo unaona zile dalili zote za uzee zinaanza kutoweka. Kwa hiyo leo nilitaka nikupe habari hii kwamba unapoacha kula vyakula vya wanga na sukari, hiki ndo huwa kinatokea ndani ya mwili wako.